Maelfu ya Wairani wamediriki sala ya Eid al-Fitr siku ya Jumamosi kuashiria mwisho wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, huku vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Irani vikirindima kote Mashariki ya Kati. Kiongozi mkuu wa Irani kwa kawaida huongoza sala ya Eid, lakini Ayatollah Mujtaba Khamenei ambaye aliingia madarakani mapema mwezi huu baada ya baba yake kuuawa katika shambulio la Marekani na Israel hakuonekana hadharani siku ya Jumamosi katika ibada hiyo muhimu kwa Waislamu. Badala yake, jaji mkuu wa Irani Ghulam Hossein Mohsen Ejei amehudhuria sala hiyo katika msikiti mkuu wa Imam Khomeini katikati mwa Tehran, ambao ulikuwa umefurika watu na waumini wengi wakishuhudiwa nje ya msikiti huo licha ya mashambulizi makubwa ya anga wakati wa mahudhurio ya Nowruz, ambao ni mwaka mpya wa Kiajemi. Rais wa Urusi Vladimir Putin, ambaye ni mshirika mkuu wa Irani, ametuma salamu kwa Khamenei akiwatakia watu wa Irani kuwa imara na kuyashinda majaribu hayo makubwa, na akasisitiza kwamba katika kipindi hiki kigumu Moscow inasalia kuwa rafiki wa kweli na mshirika wa dhati wa Tehran. Moscow imelaani pia shambulio katika kituo cha Natanz. Kulingana na shirika la nishati ya atomiki la Irani, Marekani na Israeli zilifanya mashambulizi ya kukilenga kiwanda kilichoko huko Natanz katika jimbo la Isfahan chenye mitambo ya chini ya ardhi ya kurutubisha madini ya Iran kwa ajili ya mpango wa nyuklia wa Irani, ambao ndio kiini cha mzozo huo. Kiwanda hicho kiliharibiwa katika vita vya mwezi Juni mwaka 2025. Mkuu wa shirika la kimataifa la kudhibiti nishati ya atomiki Rafael Grossi ametoa wito wa kujiepusha na harakati za kijeshi eneo hilo ili kuepusha janga la nyuklia, lakini shirika hilo la Umoja wa Mataifa limethibitisha kwamba hakuna ongezeko la viwango vya mionzi ya nje ya eneo hilo liloripotiwa kushambuliwa. Walipohojiwa kuhusiana na Natanz, jeshi la Israel limekanusha na kusema halina taarifa zozote za mashambulizi katika eneo hilo. Baada ya wiki ya tatu za mzozo huo ambao umesababisha bei za nishati kupanda kote duniani kufuatia hatua ya Tehran kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta, gesi hata mbolea, eneo ambalo limezidisha pia msuguano kati ya Trump na washirika wake muhimu kutoka jumuiya ya kujihami ya NATO, ambao wamekataa kujiingiza moja kwa moja katika mzozo huo licha ya wito wa Trump wa kuzitaka nchi hizo kusaidia kufungua mlango bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi amesema Tehran imeziwekea vikwazo meli kutoka nchi zinazohusika na mashambulizi dhidi ya Irani, lakini itaruhusu meli nyingine. Mgogoro huo ulisababisha bei ya mafuta ghafi kupanda maradufu, huku pipa la mafuta ghafi la North Sea Brent likipanda kwa zaidi ya 50% mwezi uliopita na kufikia sasa zaidi ya $105 kwa pipa.